Kwa jina najulikana kama Yusuf Abdallah Shikanda na ni hakimu mkuu mwandamizi mahakama ya Makindu, na pia vile vile ndio hakimu mfawidhi wa mahakama hiyo ya Makindu. Tupo hapa Naivasha kwa ajili la kongamano la mahakimu pamoja na makadhi. Ni kongamano ambalo mara nyingi huwa ni kila mwaka tunakongamana kwa pamoja ili kujifundisha kuhusiana na utendaji kazi wetu. Na kwa muda huu ambao tumekuwa hapa, mandhari ya kongamano letu ni kwamba inahusu matumizi ya teknolojia katika utendakazi wetu. Kwa hiyo tumejifundisha mengi kuhusiana na teknolojia na mawasiliano na vile teknolojia inaweza tumika ili kuhakikisha kwamba haki imepatikana kwa wananchi. Ni mmoja kati ya wale mahakimu ambao tunatukuza lugha ya Kiswahili hususan katika muktadha wa sheria, na nimeandika hukumu pamoja na maamuzi mengi katika lugha ya Kiswahili, na nafanya hivyo kwa sababu ukiangalia riwaza yetu ya idara ya mahakama inahusu mabadiliko ya kijamii kupitia upatikanaji wa haki. Sasa iwapo mahakama itakuwa inatumia lugha ya Kiingereza tu, na kuna watu wengi ambao hawajasoma, na Kiswahili ni lugha ya taifa, na hata ukiangalia kwenye katiba ibara ya 7 inaeleza kwamba lugha ya taifa ni Kiswahili, imeanza na Kiswahili. Alafu katiba inasema lugha ya mawasiliano ni Kiswahili na Kiingereza. Kwa hiyo unapata kwamba Kiswahili kimepewa kipaumbele. Lugha ya taifa ni Kiswahili. Tunaanza na Kiswahili ndio kisha tuangalie lugha zingine kama ni Kiingereza au lugha yote nyingine. Kwa hiyo katika kutukuza Kiswahili kwenye muktadha wa sheria, unapata kwamba watu wanaelewa mchakato wa mahakama, wanaelewa ukitoa maamuzi yote, mwananchi wa kawaida anaelewa ni kwa nini umeamua hivyo, umetoa uamuzi huo, umetoa sababu zako, anakuelewa kabisa. Sio kuzungumza Kiingereza tu, maana kesi kwa kawaida kesi ni yule ambaye ameshtakiwa ama yule ambaye amehusika katika hiyo kesi. Kwa hiyo kama mawasiliano ni kati ya mahakama tu na mawakili, mara nyingi inakuwa anazungumza kwa Kiingereza. Sasa yule mwenye kesi inakuwa hafahamu chochote. Baadaye akienda kuuliza wakili wake, kuna mawakili wengine ambao wanawapotosha. Sasa mwisho inakuwa yeye mwenyewe kesi yake hajaifahamu vyema. Lakini kama wewe hakimu, kama wewe unaweza kuzungumza moja kwa moja na wale wahusika, unaeleza katika lugha ya Kiswahili, kwa hivyo hata mtu akiondoka pale anakuwa ashafahamu nini ambacho kimeendelea katika kesi yake.